Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana katika wakati huu. Ninatiwa moyo kuwa pamoja nawe katika ibada hii. Ibada ambayo ninatamani na ninafahamu ya kwamba itafanyika kuwa baraka kwako. Tunaenda kulitazama neno la Mungu ambalo limekuwa baraka katika maisha ya mwanadamu, wakati ambapo mwanadamu anapoteza tumaini, wakati ambapo mwanadamu anapitia mambo magumu, na wakati ambapo unapitia mambo yanayoleta huzuni, unakosa furaha, unakosa tumaini. Lakini kutie moyo, liko neno la Bwana linalotupatia tumaini katika maisha yetu. Liko neno la Bwana ambalo linatupatia furaha katika maisha yetu. Na hivyo nikualike sasa, tunapoenda kulitazama, uweze kuambatana nami ili tuweze kuona neno la Mungu linavyoleta matumaini katika maisha yetu. Na hivyo nikualike ufumbe macho tuweze kuomba. Baba yetu mwema na Mungu wetu wa mbinguni, tunakualika katika ibada hii, tunapoenda kulitazama neno lako, tufundishe wewe mwenyewe. Mbariki msikilizaji anayesikia neno hili, lakini pia mbariki mtazamaji anapotazama na kusikia neno hili la matumaini. Likafanyike neno la matumaini kwa kila mmoja wetu. Tubariki na uwe pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo, amina. Na hivyo nikualike sasa uweze kufuatana nami tunapoenda kutazama na kusikia somo linalosema usiache kuja kanisani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Usiache kuja kanisani. Kuna wakati mwingine tumeacha kuja kanisani kutafuta uso wa Bwana kwa sababu ya changamoto fulani. Kuna wakati fulani umeacha kuja kanisani kwa sababu ya ugonjwa ambao umekufanya umwe kwa muda mrefu, na imefikia wakati umekata tamaa. Nikutie moyo, usiache kuja kanisani. Kuna wakati fulani umeacha kuja kanisani ni kwa sababu tu umekwazwa na mtu aliyeko ndani ya kanisa. Lakini kutie moyo, usiache kuja kanisani, maana anayekuita kuja kumwabudu ni Mungu wako wa mbinguni. Nikutie moyo, usiache kuja kanisani ni kwa sababu unapitia maumivu makali. Lakini kutie moyo, yuko Mungu anayetuita tusiache kuja kanisani. Wito wa ibada sio wito wa mwanadamu. Wito wa ibada sio wito wa mchungaji. Wito wa ibada sio wito wa mshiriki fulani. Wito wa ibada sio wito wa kiongozi wa kanisa. Wito wa ibada ni wito wa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nikutie moyo katika ibada hii ya kwamba usiache kuja kanisani. Usiache kuja kanisani. Usiache kuja kanisani. Usiache, maana hapa ndipo lilipo tumaini la kila mwanadamu. Kila mwanadamu analo tumaini ambalo linapatikana katika ibada. Hatuwezi kuwa na tumaini lingine nje ya ibada. Hatuwezi kuwa na maisha mengine tukaacha ibada kwamba tukawa salama. Mungu anatutia moyo tusiache kuja kanisani, pamoja na changamoto zetu zote, pamoja na mambo yote tunayopitia. Lakini neno la Mungu linatutia moyo tusiache kuja kanisani. Na hivyo fuatana nami tukiwa tunaangalia kitabu cha Waebrania. Tutakiangalia kitabu cha Waebrania katika upana wake na kuona muktadha wa kitabu cha Waebrania na namna kilivyoandikwa. Lakini kusudi la uandishi wa kitabu cha Waebrania, na mimi nitakupitisha hapo, na wewe sasa twende pamoja nami ili uweze kunielewa na uweze kuelewa mada hii, Mungu anaposema usiache kuja kanisani. Sikiliza, kitabu cha Waebrania ni kitabu ambacho kimeandikwa kati ya mwaka 60 mpaka mwaka wa 70 baada ya Kristo. Na kitabu hiki kinaonyesha kimeandikwa wakati huo ni kwa sababu mwaka wa 70, napoandikwa mwaka wa 60 mpaka mwaka wa 70, ilikuwa ni kabla ya uangamivu wa Yerusalemu.
Na kitabu hiki kinapoandikwa sasa, wakati huo ndipo mwaka wa 70 unatokea uangamivu wa Yerusalemu. Na ushahidi huo unaonyesha ya kwamba kwa nini kinaandikwa wakati huo, ni kwa sababu katika wakati huo kinapoandikwa, kitabu cha Waebrania kinatupatia historia ya wanafunzi na kanisa la awali, namna lilivyoteswa, namna lilivyopitia mateso. Na hivyo sasa ushahidi huo ni wazi ya kwamba kitabu hiki kimeandikwa kati ya mwaka wa 60 mpaka mwaka wa 70 kabla ya uangamivu wa taifa la Israeli, kabla ya uangamivu wa Yerusalemu. Lakini pia kitabu hiki cha Waebrania, waraka kwa Waebrania, kimeandikwa na mtu anaitwa Paulo. Kimeandikwa na Paulo, lakini kinapoandikwa na Paulo, bado kitabu hiki kinaitwa kitabu cha Waebrania, japo katika uandishi wake hakuna maneno yanayorejelea watu wanaoitwa Waebrania. Na kwa hivyo kitabu hiki kinakosa kichwa sahihi cha somo kama kinavyotajwa kitabu cha Waebrania, kwa sababu ya usanifu wa uandishi wa barua, ambapo sasa huenda waandikiwa wangeweza kutajwa kwamba ni watu wa aina gani. Lakini kinabaki kusema ya kwamba kitabu cha Waebrania kiliandikwa na Paulo, lakini waandikiwa bado kitabu hiki hakijawafunua vizuri. Na hivyo sasa kinapoonekana hivyo, kinatutia moyo ya kwamba kuna kitu ambacho tunapaswa kujifunza katika kitabu cha Waebrania. Kumbe tu si kwamba waliandikiwa Waebrania, lakini kumbe tunapokitazama kitabu hiki cha Waebrania kwa undani sana, ni kitabu ambacho kimeandikwa na kikirejelea watu wote. Na ndio maana unapoangalia kitabu hiki cha Waebrania kwa undani sana, unagundua ya kwamba si tu kwamba waliandikiwa Wayahudi peke yao, si tu kwamba waliandikiwa Wayunani, si tu kwamba waliandikiwa watu wa mataifa. Hiki kitabu kiliandikwa kwa watu wote mchanganyiko. Na ndio maana kitabu cha Waebrania sura ya 4 fungu la 9 anasema, basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kitabu cha Waebrania kinapoandikwa, kinaandikwa kwa watu wote. Kinaandikwa kwa watu wote, awe ni Myahudi, awe ni Myunani, awe ni mataifa. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwa watu wote. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwangu mimi na kwako. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwa watu wa maisha yote, watu ambao yawezekana ni matajiri, lakini pia wameandikiwa masikini. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa katika watu wa daraja zote. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kugusa maisha ya watu wote. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa pia kwa watu ambao wanapitia ugonjwa. Kuna wakati fulani napitia kuumwa. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwa ajili yako. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwa watu ambao wanapitia changamoto ya kukosa watoto. Kumbe kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa kwa ajili yao. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa pia kwa watu ambao wana maisha magumu kiuchumi, lakini anapokisoma kitabu cha Waebrania kinamtia moyo kwamba kiliandikwa kwa ajili yake. Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa pia kwa watu ambao wanamtegemea Mungu katika nyakati ngumu. Kumbe wanapokisoma kitabu hiki kimeandikwa kwa ajili ya watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu hiki cha Waebrania, kitabu ambacho waraka wake hautaji kabisa Wayahudi au Wakristo. Zaidi ya yote, waraka huu unaepuka kurejelea kuwatenga Wayahudi au wa mataifa. Na kweli hizi zinaunga mkono kwamba hazila au wasomaji hao wanaoandikiwa ni watu wote.
watu wote. Lakini waraka huu wa Waebrania unapoandikwa ni waraka ambao unaandikwa katika watu ambao au katika kanisa ambalo limepitia hatua kadhaa za namna ambavyo walimtegemea Mungu, lakini walipitia changamoto kadhaa, walipitia mambo kadhaa, walipitia sifa kadhaa. Na hivyo kitabu hiki cha Waebrania kimetaja mambo yote, kwamba ni kwa nini sasa, ni kwa nini. Kama ndivyo hivyo kwamba Paulo anawaandikia watu wote, ni kwa nini sasa ujumbe huu uende kwa ajili ya hao watu? Kusudi lake ni nini? Kuna nini kilichoko ndani ya kitabu cha Waebrania? Nini ambacho kinaandikwa ili kitufundishe leo kwamba ni namna gani tunavyopaswa kumtegemea Mungu katika maisha yetu? Kitabu hiki cha Waebrania kimeandikwa angalau katika hatua 3 muhimu kwa jumuiya ya Wakristo ambao kwa wazi walipitia uzoefu kadhaa. Na Paulo anachambua hatua 3 muhimu ambazo kanisa lilipitia, ambazo mitume walipitia, ambazo watu wote wanaomtegemea Mungu walipitia, na hata nyakati na uzoefu ambao hata sisi leo tunapitia. Kuna wakati ambapo tunapitia maisha fulani ni uzoefu, lakini uzoefu huo kitabu cha Waebrania kinaweka wazi mambo haya, kwamba ni namna gani pamoja na changamoto zote, pamoja na uzoefu wote, kwamba tumaini la mtu wa Mungu linapaswa kubaki katika neno la Mungu, na linapaswa kubaki kwa Mungu mwenyewe wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo hatua hizo 3 zinatajwa. Jambo la kwanza, kanisa lilipitia hatua ya kujihusisha na utume, uinjilisti, ambao huu injilisti ulifanywa na watu ambao walimuona na kumsikia. Unaposoma Waebrania 2 fungu la 3 inaeleza vizuri kwamba kanisa hili la awali lilikuwa na watu ambao walikuwa na uzoefu na huyu Yesu, walimuona kwa macho yao. Wanafunzi wa Yesu walimuona Yesu, walimsikia, walikuwa naye Yesu. Lakini pia kanisa la awali lilipitia uzoefu wa kuishi na Yesu, lilipitia uzoefu wa kusikia habari za Yesu kupitia wanafunzi. Na hivyo sasa kanisa hili likapitia uzoefu kama huo. Lakini pia uzoefu kama huo haukuishia hapo. Yesu anapopaa kwenda mbinguni, ahadi yake alikuwa ameshaitoa kwamba kanisa hili, kwamba wanafunzi hawa wangepokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kipawa cha Roho Mtakatifu. Na wanapopokea kipawa cha Roho Mtakatifu, hawa watu waliomuona Yesu, waliomsikia Yesu, wakambatana Roho Mtakatifu ndani yao. Na hivyo kitabu cha Waebrania 2 fungu la 4, walipoambatana na Roho wa Mungu ndani yao, neno la Mungu wakawa wamelionja, neno zuri, neno tamu, wakashiriki pamoja na wengine. Na ndio maana kirejelea kitabu cha Matendo kuanzia sura ile ya 1, anaeleza kanisa hili baada ya hao watu kuwa wametazama tukio la Yesu akiwa anapaa kwenda mbinguni. Na Yesu anapopaa kwenda mbinguni akawaambia, kasubirini kipawa cha Roho Mtakatifu katika siku 10. Na baada ya siku 10, inapotimia siku ya Pentekoste, kanisa takribani watu 120 wakiwa katika chumba mahali fulani walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Na walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu wakawa mashahidi, wakaeneza habari za Yesu. Yesu akahubiriwa, Yesu akampeleka, Yesu akamtangaza, kwa sababu walipokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Walipokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kumbe kanisa lilisifika kwa sababu walipeleka Injili. Unajua ndio utume wetu tulio nao leo. Utume wetu, kanisa tu walibaki kusema sisi ni kanisa la Mungu, kanisa ambalo tunamwamini Mungu, tunaishi kwa kuamini neno lake,
Lakini kanisa ambalo halijihusishi na utume, hilo sio kanisa la Mungu. Na hata hivyo ametupatia agizo ya kwamba katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 fungu lile la 19 na 20, anasema enendeni ulimwenguni mote, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa lina agizo, halitabaki kama jinsi lilivyo. Roho Mtakatifu anapokuja, anakuja kulitia moyo kanisa, anakuja kulitia nguvu kanisa, anakuja kuliwezesha kanisa ili lipeleke utume ule ambao Mungu mwenyewe ameliagiza kupeleka katika ulimwengu. Peleka katika ulimwengu. Najua hatutanyamaza, lazima habari za Yesu zisemwe, neno la Mungu liende. Kuna watu leo wako katika maisha ya dhambi, na kuna wakati mwingine wanafia dhambini, na kanisa haliko tayari kujihusisha na utume. Najua kanisa leo linamaliza mwaka mzima halijapanga hata mahubiri ya hadhara kwamba neno la Mungu lihubiriwe. Ngoja nikutie moyo, kusudi la kanisa kuwepo ni ili utume wa Kristo uwafikie watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili ambalo kanisa hili walipitia uzoefu huo, jambo la pili ni ilijulikana kwamba kanisa hili lilipitia mateso kutoka katika jamii ya nje. Watu waliokuwa ndani ya jumuiya walionyesha mshikamano miongoni mwao. Kanisa lilipitia mambo mazito, kanisa lilipitia mateso. Kanisa kwa kumwamini Yesu Kristo, watu walipitia mateso. Wanafunzi wa Yesu waliteswa, waliumizwa vibaya mno, waliuawa kwa vifo vibaya. Ni kwa sababu walilipeleka neno la Mungu, walipeleka injili kwa watu wengine. Kanisa la awali pitia mateso, hawa watu waliteswa vibaya. Kuna watu waliofungwa kwa ajili ya neno la Mungu, kuna watu walioumia kwa ajili ya neno la Mungu. Historia inaonyesha kwamba wakina Bartimayo mwanafunzi wa Yesu, yeye alichunwa ngozi na akafa kabisa. Wakina Petro hao waliuawa kifo cha katili. Lakini yuko Yohana Mbatizaji, Yohana huyu mwanafunzi wa Yesu, ambaye huyu naye aliwekwa kwenye pipa la mafuta. Na haikutosha tu kwamba Yohana hakufa, wakamchukua wakampeleka kule kisiwani Patmo. Yohana bado hakufa, lakini naonyesha ya kwamba mateso hayo ilikuwa ni kwa ajili ya kulihubiri neno la Mungu. Kuna wengine walipelekwa wakapandishwa juu ya vizimba mahakamani ili kuhojiwa, hili jambo mnanena kwa habari ya nani? Lakini walisema tunahubiri na tunanena kwa habari ya Yesu Kristo mwenyewe. Ninapenda kanisa la awali, ninalipenda kwa sababu unaposoma Waebrania sura ya 10 fungu la 32 mpaka 34, unaona ya kwamba hili kanisa lilikubali hata kunyang'anywa vile walivyokuwa navyo. Walikubali kuondolewa vitu walivyokuwa navyo. Walikubali kupoteza mali zao. Walikubali kutoa maisha yao hata kufa. Walikubali kusalimisha vyote. Walikubali kufungwa gerezani. Walikubali kuumizwa vibaya ili neno la Mungu liweze kwenda mbele, liweze kuhubiriwa, liweze kusemwa. Na ndio maana walipokuwa wakilitesa kanisa la awali, na ndio maana walipokuwa wakiwatesa mitume, ndipo neno la Mungu liliendelea mbele. Historia inaonyesha ya kwamba watu walibatizwa wengi. Siku moja watu walibatizwa 3,000, siku nyingine tena watu walibatizwa 5,000. Ndipo kanisa liliendelea kuongezeka, ndipo kanisa liliendelea kuwa kubwa, maana neno la Mungu liliendelea kusemwa, maana neno la Mungu liliendelea kuhubiriwa. Sikiliza nikwambie, Yesu ametutia moyo ya kwamba tunapaswa tupeleke neno la Mungu, haijalishi mateso tutakayoyapitia. Unajua, ngoja nikwambie, kumwamini Yesu Kristo ni gharama. Ni gharama.
na inahitaji kujitoa. Inahitaji kukubali ya kwamba mimi nimejitoa kikamilifu kwa ajili ya Yesu. Kuna watu ambao watapeleka neno la Mungu lakini katika mazingira magumu. Kuna wakati mwingine itatugharimu kupoteza maisha yetu. Kuna wakati mwingine itatugharimu kupoteza wapendwa wetu. Kuna wakati mwingine itatugharimu maisha yetu yote. Kuna wakati mwingine itagharimu uchumi wako ulionao. Kuna wakati mwingine itagharimu kuacha kazi. Kuna wakati mwingine itagharimu ili kwamba neno la Mungu lipate kusemwa. Kuna wakati mwingine itagharimu wewe kupoteza kazi yako. Kuna wakati mwingine itagharimu kupoteza vile ulivyovipenda. Kuna wakati mwingine itagharimu kupoteza marafiki zako wa karibu. Kuna wakati mwingine inagharimu kupoteza hata afya yako. Na ndio maana Ayubu alipitia changamoto. Kuna wakati Ayubu alipoteswa, alipoteza vyote alivyokuwa navyo. Alipoteza mali zake, alipoteza watoto wake, lakini haikutosha. Alipoteza afya yake aliyokuwa nayo, lakini sikiliza, pamoja na yote hayo Ayubu hakukata tamaa. Tumaini lake, tegemeo lake lilibaki kuwa kwa Mungu, kwamba huyu Mungu ninayemtegemea, huyu Mungu ninayemwamini, huyu Mungu ninayemtumainia, ya kwamba pamoja na vyote nitakavyovipoteza, lakini natiwa moyo na neno lake, ya kwamba Mungu wangu bado ni mwaminifu. Na ndio maana Ayubu, baada ya kutiwa moyo na neno la Mungu, baada ya kutiwa moyo na maneno ya Mungu, Ayubu aliendelea kumtumainia Mungu. Akapoteza vyote, akapoteza watoto na hata afya yake ikadhoofika. Shetani akampiga kwa ugonjwa mbaya, na hata anapopigwa kwa ugonjwa mbaya, bado Ayubu tumaini lake linabaki kuwa kwa Mungu. Na baada ya vyote alivyokuwa amepoteza, ugonjwa wake aliokuwa amepoteza, Ayubu, Biblia inasema, Ayubu sura ya 41, 42, anasema Ayubu alirudishiwa vyote alivyokuwa amepoteza. Ayubu alirudishiwa mali zake maradufu. Ayubu alirudishiwa watoto wake aliyopoteza. Ayubu alirudishiwa afya yake aliyoipoteza. Na hivyo Ayubu akawa na maisha mazuri, lakini kwa sababu alimtetea Mungu katika maisha yake. Nikutie moyo, mtu wa Mungu, unapomtegemea Mungu haimaanishi ya kwamba utakuwa na maisha rahisi. Haimaanishi ya kwamba kwako itakuwa ni jambo la tu la kawaida. Haimaanishi ya kwamba hautapitia changamoto ya kupigwa vita. Haimaanishi ya kwamba wewe utakuwa tu na maisha ya utajiri. Kuna wakati fulani Mungu anaweza akaruhusu upitie umasikini, lakini Mungu anakufundisha jambo ili akupandishe katika viwango vya juu. Kuna wakati fulani Mungu ataruhusu msiba utokee nyumbani kwako, lakini msiba unapotokea, Mungu anatamani kukutia moyo ya kwamba, sikiliza mwanangu, mimi ninakupenda, wewe ni mwanangu, wewe ni wa pekee. Mateso hayatufanyi tutoke katika mikono ya Bwana, ila mateso yanatufanya tumtegemee Mungu katika maisha yetu. Na ndio maana Yeremia 29, fungu hilo analipenda sana napolisoma na linanitia moyo. Yeremia 29:11 anasema, Mungu, mawazo ninayowazia ninyi ni mema, kuwapatia mema siku zenu za mwisho, ya kwamba tumaini letu halitakatika
kwa Mungu. Pamoja na kwamba tumemwamini, tutapitia changamoto, tutapitia mateso, lakini natiwa moyo ya kwamba Mungu wetu anatupenda, Mungu wetu anatujali, Mungu wetu anatuthamini. Na baada ya kanisa la awali kupitia changamoto walizopitia, lakini walipoweka tumaini lao kwa Mungu, ushindi ulipatikana. Kanisa hili liliongezeka, injili ilisemwa, watu wakabatizwa, makanisa yakaongezeka, watu wakaendelea kumfahamu Mungu wao wa mbinguni. Jambo la tatu balo kanisa lilipitia baada ya mateso makali ambayo yalifanya kanisa hili lipitie katika kipindi kigumu. Mateso yanapokuja, yanakuja na kitu ambacho kinaleta kukata tamaa. Kuna wakati fulani tunapopitia mateso makali, tunapopitia maumivu makali, tunapopitia misiba, tunapopitia magonjwa, wakati unaofuata unaweza ukawa ni wakati wa kukata tamaa. Na ndio maana hali hiyo inayoonekana katika kipindi hiki cha pili, kipindi cha mateso, kipindi cha maumivu kwa kanisa, kinakuja kipindi cha tatu kinachofanya kanisa liweze kukata tamaa. Pamoja na yote walioyafanya, neno limehubiriwa, watu wameamini, wamempokea Yesu, kanisa linafikia wakati linaanza kukata tamaa. Mtu anaanza kukata tamaa kwa ajili ya maombi. Alikuwa ni muombaji, anaanza kukata tamaa. Huyu alikuwa ni msomaji mzuri wa neno, alikuwa anasoma asubuhi na jioni. Washiriki wa kanisa ila awali wakaanza kukata tamaa. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anahudhuria ibada, akaanza kukata tamaa. Kanisa ila awali likapitia changamoto ya kukata tamaa, wakakata tamaa, wakaanza kusema, huyu Mungu yuko wapi? Huyu Mungu yuko wapi? Mbona kama ndivyo Mungu tunayemtumainia, mbona ameturuhusu tupitie haya? Mbona ameruhusu twende kifungoni? Mbona ameruhusu Mungu tupitie magonjwa? Mbona Mungu ameruhusu tupitie maumivu? Mbona Mungu ameruhusu tupitie mambo magumu na mazito? Watu hawa wakawa wanakata tamaa. Watu hawa wakawa wanavunjika moyo. Watu hawa wakaonekana kwamba hakuna tumaini. Ndio maana baada ya kipindi hicho kaja kipindi cha kukata tamaa, na Paulo anayo maneno ya kuwatia moyo katika kitabu cha Waebrania. Anawatia shime hawa watu waendelee na imani walioipokea. Anawapa mahusia ya kwamba waendelee kumtumainia Mungu. Hawa watu wamekata tamaa, lakini anawaonya hawa wasomaji wake na sisi leo ya kwamba wasije wakayakosa. Katika kitabu cha Waebrania 2 fungu la kwanza, hayo mema ambayo Mungu amewaandalia. Na hiyo Waebrania 3 fungu la 12, hii inaonyesha ya kwamba kanisa lilianza kukata tamaa, walipoteza tumaini, ujasiri wao. Na ndio maana kitabu cha Waebrania sura ya 10 fungu lile la 35 anasema, msiutupe ujasiri wenu. Msiutupe, maana una thawabu kubwa mbele za Mungu. Kanisa hili lilifikia mahali likaanza kuiacha imani, wakaanza kukata tamaa, wakaanza kurudi nyuma, wakaanza kusema Mungu yuko wapi? Wakaanza kutilia mashaka juu ya swala la imani. Hili kanisa likaanza kupitia mambo yaliyowafanya warudi nyuma katika swala la imani. Hili kanisa likapitia uzoefu kama huo, kapitia uzoefu, wakawa nakata tamaa. Kuja kanisani tena ni changamoto.
kuja kumtumikia Mungu tena ni changamoto, maana wameona kana kwamba Mungu wao hana faida, Mungu wao hasikii maombi, wakaanza kukata tamaa. Na ndio sasa ninatiwa moyo na fungu ambalo na somo ambalo nimelitambulisha kwako, ya kwamba usiache kwenda kanisani. Tunaposoma katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 10 na fungu lile la 25, kitabu cha Waebrania sura ile ya 10 na fungu lile la 25, maneno ya Mungu yanayotia moyo yanatamkwa na Paulo katika kitabu hiki, ya kwamba wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri mwonavyo siku ile kuwa inakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa inakaribia, ya kwamba kanisa hili lilipitia uzoefu wa kukata tamaa, lilipitia uzoefu wa kurudi nyuma, lakini Paulo anapoliona kanisa hili na ujumbe wa Mungu unapokuja kwa kanisa hili, anawatia moyo, msiache kukusanyika pamoja. Ni kana kwamba kanisa hili waliacha kuja kanisani, ni kana kwamba ibada walipuuza, ni kana kwamba hawakuja siku ya Jumatano kufanya ibada ya maombi, ni kana kwamba hawakuja kufungua Sabato, ni kana kwamba hawakuja siku ya Sabato. Kanisa likaendelea kupungua, watu wakaendelea kukaa nyumbani, maana wamekosa tumaini. Ngoja nikutie moyo, kuna watu leo wanaacha kuja kanisani kwa sababu ya changamoto walizo nazo. Ni ugonjwa umemfanya mtu asije kanisani, maana hata hivyo amemuomba Mungu hajamsikia, amekata tamaa. Lakini mtu ambaye ameshindwa kuja kanisani ni kwa sababu ndani ya kanisa wapo watu waliomkwaza, wapo watu walioumiza moyo wake, na anasema sitakwenda kanisani kwa sababu wapo watu walionikwaza. Nikutie moyo, hautakwazwa na maneno ya watu ili uache kuja kanisani. Njoo kanisani, maana wito wa kuja kanisani ni wito wa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna watu wanaacha kuja kanisani ni kwa sababu tu ni mwimbaji, alafu anaimba na mwimbaji mwenzake, anasema nimekwazwa, sitaimba na kwaya yao. Nikutie moyo, acha kusema maneno kama hayo. Kwaya hiyo sio ya mwimbaji wa kwaya, kwaya hiyo sio ya mwalimu wa kwaya, kwaya hiyo sio ya kanisa. Lakini unatiwa moyo, kwaya, uimbaji ni kalama inayotoka kwa Mungu mwenyewe. Hiyo kwaya ni ya Mungu wala sio ya mwanadamu. Najua ameambiwa tu kwamba huyu naye anajiona sana, yaani yeye ni soloisti ndani ya kanisa, na wakati wote anaona kana kwamba asipokuwepo yeye kwaya haiendi. Umesikia tu hayo maneno na umekata tamaa. Nikutie moyo, imba madamu unamwimbia Bwana, sio mwanadamu, sio mtu yeyote. Kumwimbia, unamwimbia Bwana, maana Mungu ndiye aliyekupatia sauti. Kuna wakati fulani utasema sitaimba, lakini Mungu naye hata kubembeleza, maana Mungu anao wengi wanaoweza kuimba sauti kama ya kwako, tena kuzidi ya kwako, hiyo unayolinganayo, na Mungu anakutia moyo, mwimbie Mungu na wala sio mwanadamu. Usikate tamaa kumwimbia, maana unayemwimbia ni Mungu. Kuna mtu mwingine anasema sitakuja kanisani kwa sababu ibada zimeboa. Hata hivyo nikija kanisani sibarikiwi, hakuna kinachonibariki. Nikutie moyo, hata kama kile kinachotolewa hakikubaliki, lakini kutie moyo, njoo kanisani. Anayetoa wito wa ibada sio mwanadamu, sio mchungaji, sio mzee wa kanisa, sio shemasi mkuu. Anayetoa wito wa ibada ni Mungu wetu wa mbinguni. Paulo anawatia moyo na anatutia moyo tusiache kukusanyika. Sasa nataka nikupatie nifafanue mambo mawili ya msingi katika somo hili.
habari ya fungu hili la Waebrania sura ya 10 na fungu la 25 kwamba tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Jambo la kwanza, kusanyiko. Paulo anapozungumza habari ya kusanyiko, Paulo akizungumza habari ya kusanyiko, anazungumza habari ya kanisa, ya kwamba wito wa kukusanyika, anaposema kusanyiko anazungumzia kanisa. Anazungumzia habari ya watu wanaokuja kumwabudu Mungu katika kanisa lake. Kusanyiko lilikuwa na maana ya kanisa, ambalo kanisa linalozungumziwa, kanisa hili Mungu anapoliweka, anapolitenga, analiweka katika muktadha wa maana kuu mbili, ambalo kanisa chanzo chake ni lugha mbili za asili. Lugha ya kwanza ni lugha ya Kigiriki, ambao wao Wagiriki neno kanisa waliita eklesia. Eklesia ilikuwa ni maana ya kanisa ambayo ilijengwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12 fungu lile la kuanzia fungu la kwanza, Mungu anapotoa wito wa Ibrahimu kutoka Uru wa Kalidayo, mahali ambapo kulikuwa na dhambi, watu ambao walitenda dhambi, lakini Ibrahimu akapokea wito, akaambiwa, toka wewe Ibrahimu katika nchi ya baba zako na uende ukamtumikie Mungu. Kumbe anapoitika wito wa kutoka, Mungu alimaanisha kanisa. Kwa hiyo kanisa kwa lugha nyingine ni kuitwa kutoka au kuondoka, na Ibrahimu ameitwa kutoka kati ya machafuko na kwenda kumtumikia Mungu wake wa mbinguni. Unajua, sisi sote tumeitwa na tumeitwa ili tumwakilishe Mungu, na ndiyo maana Mungu anasema, ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, watu wamilikia Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake. Yeye aliwaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kanisa lilimaanisha kuitwa kutoka mahali ambapo ulikuwepo, mahali ambapo dhambi ilikuwa imekutawala, mahali ambapo palikuwa na machafuko, mahali ambapo hakuna tumaini la kumwabudu Mungu. Mungu anatuita tutoke ili tumtumikie. Kumbe neno kanisa ni kama Wagiriki walivyosema eklesia, kutoka, kuitwa kutoka. Mungu anatia moyo tuende tukamtumikie, madam aliyetuita ni yeye Mungu wa mbinguni. Lakini neno la pili ambalo ndio chanzo cha kanisa ni neno la Kiebrania ambalo linaitwa kahal. Kahal lilikuwa ni neno la Kiebrania ambalo lilimaanisha mkutano, kusanyiko au jamii ya watu waliokusanyika pamoja kwa ajili ya kufanya ibada kwa Mungu wao wa mbinguni. Na ndiyo maana unaporejelea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 9, Kumbukumbu la Torati sura ile ya 9 na fungu lile la 10, Kumbukumbu la Torati sura ya 9 na fungu lile la 10, neno la Bwana linasema, Bwana akanipa zile mbao mbili za mawe, na juu mbao mbili za mawe zimeandikwa kwa kidole cha Mungu, na juu yake yameandikwa maneno mfano wa yote aliyoyasema nanyi Bwana wa mle mlimani toka kati ya moto siku ya mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya mkutano, mbao mbili za mawe zinatolewa wakati ambapo Israeli wamekusanyika katika mlima wa Sinai. Kumbe mkutano ulimaanisha kanisa. Ilikuwa sio jengo,
ilikuwa sio mwonekano fulani, lakini watu wa Mungu walipokutanika, walipokusanyika, hapo Mungu wa mbinguni aliabudiwa. Mungu wa mbinguni alitajwa. Mungu wa mbinguni aliwabariki watu wake. Kumbe kahali, neno hili lilimaanisha mkutano wa watakatifu kama kanisa. Lakini kitabu cha Yoshua sura ya 8, kitabu cha Yoshua sura ya 8 fungu lile la 35. Yoshua sura ya 8 fungu la 35, neno la Bwana linasema maneno haya. Neno la Bwana linasema ya kwamba hapakuwa na hata neno moja katika hayo aliyoamuru Musa ambalo Yoshua hakulisoma mbele ya kusanyiko lote la Israeli na mbele ya wanawake na watoto na wageni waliokaa nao. Kumbe kusanyiko lilimaanisha kanisa kama linavyotafsiriwa kahali, kwamba lilikuwa ni kusanyiko mahali ambapo Mungu aliabudiwa. Kumbe watu wa Mungu wanapokusanyika wanakuja kumwabudu Mungu wao wa mbinguni. Lakini fungu lingine ni katika kitabu cha Zaburi sura ya 22 na fungu lile la 22. Zaburi sura ya 22 na fungu lile la 22. Zaburi sura ya 22 fungu la 22 anasema, nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kusanyiko nitakusifu. Yaani Mungu anapozungumza hapa, anazungumzia kanisa ambalo mwanzilishi wake ni yeye mwenyewe, na aliwakusanya wana wa Israeli. Alikusanya makutano ili azungumze nao, aseme nao. Kumbe alipokusanya makutano, kumbe Israeli walipokusanyika, hiyo iliitwa kanisa. Maana watu wa Mungu walifanya ibada kwa Mungu wao wa mbinguni. Hawa watu wa Mungu walitoa sadaka kwa Mungu wao wa mbinguni. Hawa watu wa Mungu walifanya maombi kwa Mungu wao wa mbinguni. Lakini hawa watu wa Mungu walisikia maneno ya Mungu kutoka kwa watumishi wake. Yoshua alisema na kusanyiko, lakini Musa alisema na kusanyiko. Kwa hiyo walisikia maneno matakatifu ya Mungu wao wa mbinguni. Tunapokuja katika ibada, tunakuja katika kanisa la Mungu mwenyewe. Na wito unapotolewa ili tuje kuabudu, tunakuja kumwabudu Mungu wetu wa mbinguni. Tunakuja kufanya ibada na Mungu wetu wa mbinguni. Na ndio maana sitakuja kanisani kwa ajili ya mtu fulani. Sitakuja kanisani kwa sababu ya mhubiri fulani. Ila nitakuja kanisani kwa sababu ninakuja kumwabudu Mungu wangu wa mbinguni. Lakini jambo lingine la mwisho, ninapoelekea kumaliza ibada yetu katika masaa haya, jambo lingine katika Waebrania 10:25 tumeangalia neno moja, kusanyiko. Lakini jambo lingine ni desturi ya wengine. Mungu anapotoa wito wa ibada na anaposema tusiache kukusanyika, anasema kama ilivyo desturi ya wengine. Hao wengine ni wakina nani? Hao wengine Yesu anapowataja au neno la Bwana linapowataja, hao watu ni wakina nani? Biblia inayo majibu yote. Na hivyo kitabu cha Luka sura ya 4, Luka mtu wa kwanza ambaye ndiye desturi yake kwenda kanisani anatajwa katika kitabu cha Luka sura ya 4 na fungu lile la 16. Luka sura ya 4 fungu lile la 16 anasema Luka sura ya 4 na fungu lile la 16. Luka sura ya 4 fungu la 16 anasema, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyo desturi yake, kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome.
Anayetajwa hapa ya kwamba akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi ili asome kama ilivyokuwa desturi yake. Huyu si mwingine, ni Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo anapozaliwa, naye baada ya kujua ibada, kwamba ibada ni jambo la muhimu, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na akaingia katika sinagogi akafanya ibada, maana lilikuwa ni desturi yake. Sikiliza vizuri ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ya kwamba kumbe swala la ibada ni jambo ambalo linafanywa mara kwa mara. Desturi sio jambo la mara moja, kwamba nitafanya leo, kesho sitafanya, nitafanya kesho kutwa, alafu sitafanya tena. Anapozungumza anasema akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, akaingia, na siku ya Sabato akasali kama ilivyokuwa desturi yake. Ya kwamba desturi ni jambo ambalo Yesu Kristo alilifanya mara kwa mara. Kila wakati alienda kufanya ibada, kila wakati alifanya ibada. Kwa maana utaona Yesu mahali pengine anaenda kufanya maombi katika bustani ya Getsemani. Anafanya maombi, anaomba, na anapoomba wakati mwingine Yesu mpaka jasho lake linabadilika, linakuwa kama jasho la damu. Yesu alikuwa ni mtu wa ibada. Lakini Yesu, unaona wakati mwingine wazazi wake wanamtafuta, na wanapomtafuta wanampata yuko hekaluni, maana ameenda kufanya ibada. Ilikuwa ni kawaida yake. Lakini je, swali ambalo unaweza kujiuliza, Yesu ameanza ibada akiwa amekuja duniani? Yesu ameanza ibada wakati amezaliwa na Mariamu? Yesu ameanza ibada wakati amezaliwa na wazazi wake? Yesu ameanza ibada wakati tu Biblia inataja akiwa na miaka 12? Je, ni kwamba Yesu ndipo alipoanza ibada? Lakini sio hivyo. Biblia inapotaja ya kwamba Yesu alienda katika hekalu, katika sinagogi, akasali kama ilivyokuwa desturi yake, bado Biblia inatutia moyo, inaturejesha kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 kuanzia fungu lile la kwanza. Mwanzo sura ya 2 kuanzia lile fungu la kwanza, anasema ya kwamba basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7. Na hivyo akafanyaje? Alipostarehe siku ya 7, anasema akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Fungu la 3, Mungu akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Kwa nini? Ni kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninatiwa moyo na neno hili ya kwamba desturi ya Yesu haijaanzia Nazareti, ila desturi ya Yesu imeanzia wakati ambapo amemaliza kazi yake ya uumbaji. Na anapomaliza kazi yake ya uumbaji, Yesu huyu Mungu anapumzika. Unajua kuna watu wengine wanakuwa na maswali mengi, mchungaji, na kuaje kwamba Yesu huyu apumzike anapomaliza uumbaji, na wakati Yesu tunamjua ya kwamba huyu alikuwa ni mwana wa Mungu, huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Na huenda wakati mwingine kuna watu ambao hawaamini kabisa ya kwamba Yesu alikuwa ni Mungu. Lakini kutie moyo katika ibada ya leo ya kwamba huyu Yesu ndiye aliyekuwa Mungu. Na ndio maana kitabu cha Yohana 1 fungu la kwanza kinatutia moyo, kinasema hapo mwanzo Mungu aliziumba, hapo mwanzo kulikuwapo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Ni kana kwamba hujaelewa vizuri, lakini unapoenda fungu la 14 Yohana hiyo 1 fungu la 14 anasema, naye alifanyika mwili tukauona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee aliyetoka kwa Baba. Kwa nini natiwa moyo desturi ya Yesu inapotajwa katika kitabu cha Luka sura ya 4 fungu la 16 kwamba iko desturi yake ndiye aliyeanzisha baada ya kazi ya uumbaji. Mani, Bwana Yesu asifiwe. Anapomaliza kuumba, anapomaliza kutengeneza,
anapumzika, na ndiye anayetupatia siku ya ibada, na ndiye anayetupatia kumwabudu yeye katika siku ya Sabato, maana ni yeye aliyeanzisha. Ni alipoanzisha, wanadamu wote wakaagizwa kumwabudu yeye, na ndiyo maana zazi cha Adamu na wazazi vyote baada ya Adamu walimwabudu Mungu wa mbinguni. Na Daudi anaripoti katika kitabu cha Zaburi 122 na fungu lile la kwanza, anasema nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Alifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Daudi anafurahi, maana ni furaha kwenda nyumbani mwa Bwana. Daudi anaona furaha kwenda kumwabudu Mungu wetu wa mbinguni, lakini Israeli wote wanavutwa. Unajua Zaburi 120 mpaka Zaburi 134 ilikuwa ni nyimbo za Wayahudi, za watu wa Israeli walizokuwa naimba wakati wanaelekea Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Yerusalemu, mahali ambapo palikuwa ni sehemu ya ibada. Wanasema nalifurahi, 122 Zaburi, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Lakini wanapoenda Israeli, wanaenda katikati kufika Yerusalemu, kulikuwa na milima mingi, lakini ibada za sanamu pia zilikuwa zinaendelea pale. Watu wanaabudu sanamu, watu wanachinja watoto wao, wanafanya ibada za kafara. Na ndipo Zaburi 121 Wayahudi hawa, Israeli hawa, wakaimba ya kwamba nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Lakini wanatamka msaada wangu uko kwa Bwana. Msaada wangu unapatikana kwa Bwana. Msaada wangu unatoka kwa Bwana. Ngoja nikutie moyo ya kwamba kuna wakati fulani tunapitia mambo magumu. Kuna wakati fulani tunapitia mambo mazito. Kuna wakati fulani tunapitia mambo ya kukata tamaa. Na kuna wakati fulani unapitia ugonjwa. Kuna wakati fulani unapitia maumivu. Kuna wakati fulani unapitia mateso. Kuna wakati fulani unapitia kujaribiwa, na unapoumwa unahisi kana kwamba unalogwa. Na badala ya tumaini lako kubaki kwa Bwana, unatazama wanadamu. Lakini Bwana anatia moyo ya kwamba Israeli walipotazama ibada za sanamu hawakupendezwa nazo, wakasema msaada wangu unapatikana kwa Bwana. Yaani sitaacha kuja kanisani kwa sababu Bwana ameshindwa kunijibu, na hata hivyo niende kwa waganga wa kienyeji, sitafanya hivyo, maana tumaini langu liko kwa Bwana. Kuna wakati ambapo unaweza ukaomba na Mungu asisikie, lakini kutie moyo, si kwamba Mungu hajasikia, ila Mungu anakuandalia mambo mazuri kwa ajili yako. Changamoto yoyote isikutoe katika mikono ya Mungu wako wa mbinguni. Usiache kuja kanisani kwa sababu umekwazwa, lakini njoo kanisani maadamu namtumainia Mungu wako wa mbinguni. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza akakutoa katika mikono ya muumbaji. Mtegemee yeye, muamini yeye, njoo kwake umwabudu yeye, maana ni yeye anayekuita uje kufanya ibada. Mungu akubariki sana unapotafakari maneno haya, na yakutie moyo, yakutie nguvu ya kwamba mtegemee Bwana. Fanya tumaini lako liwe imara kwa kumwamini na kumtegemea Mungu wako wa mbinguni. Mungu akubariki sana. Nikualike sasa tuombe sasa tunapomaliza ibada hii. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa neno lako ulilotupatia. Tunakushukuru kwa sababu umetupatia tumaini jipya tena, ya kwamba kuna wakati fulani tumekata tamaa, tumeugua na tukakata tamaa kuja kanisani. Lakini Baba, tumepitia changamoto na tukakata tamaa kuja kanisani. Kuna wakati fulani tumetenda dhambi na tumekata tamaa kuja kanisani. Lakini neno lako limetutia moyo ya kwamba Baba, pamoja na changamoto zote hatutarudi nyuma.
hatutakata tamaa. Tunapaswa tukutegemee wewe, maana wewe ndiye tumaini letu, na tegemeo letu. Mbariki msikilizaji na mbariki mtazamaji, mpatie tumaini jipya la kukuamini na kutegemea wewe katika maisha yake yote. Twaomba kwa jina lako Yesu Kristo, amina.